Hali ya taharuki na hofu kubwa imeikumba familia ya Bi Amina Nasoro Mohamed, mkazi wa eneo la Sarajevo, kufuatia tukio la kikatili lililomtokea mwanawe Hamis Issa aliyeshambuliwa kwa mapanga na vijana wenzake usiku wa tarehe 3. Huyu ni Hamis na anasimulia mkasa huo ulivyotokea. Kuna siku ambayo ni juzi, natoka nyumbani namfuata abiria wangu, lakini nilipofika nyumbani nikakutana na kijana ambaye anaitwa Taufiki Mbaruku. Akanisimamisha njiani akaniambia kwamba nimpe simu na kikoba changu hichi ambacho nimekivaa, kwamba pia ilikuwa kuna simu zangu nyingine na pesa zangu, lakini nilimkatalia kumpa. Ina maana akanitolea panga na kunijeruhi mkononi wangu hapa. Aliponijeruhi mimi itabidi sasa akatokea rafiki yangu ambaye ni huyu hapa, niko naye karibu hapa, anaitwa Masudi. Kwa naye pia alinisaidia mpaka yule jamaa akakimbia. Baada ya kukimbia wakaenda kuitana. Kwa kwenda kuitana, sisi tumeenda hospitali, wao wakajua sisi tumekuja nyumbani. Kwa hiyo wakaja nyumbani hapa na kundi lao, wamekuja wamevunja mlango, wameingia chumbani kwa bi mkubwa, wamechukua pesa milioni 1 na laki 5, wamechukua laptop ya brother wangu, wameharibu ndani, wametia moto pale. Kwa hiyo kosa kubwa nasema kwamba mimi naenda kituoni, nasema kwamba wao wanauza madawa kulevya. Hilo ndio kosa ambalo nasema mimi ninalolifanya, lakini sikuwahi kwenda hata siku moja kwenda kituoni mimi nikaenda kusema hiyo kauli. Kwa hiyo hicho ndio kisa kikubwa ambacho wao wanakisema, lakini kiukweli wameharibu na sisi swala hatujafurahia wala hatujapenda kabisa yani. Na sisi tunaomba kama vyombo vya sheria, serikali litusaidie kwa jambo hili na lituangalie kwa jicho la huruma kabisa. Hatujaridhika na bado mitaani wanaendelea kusema, kwa sababu wengine ingawapo kituoni, lakini wengine hapo mitaani na wanasema kwamba bwana hii game haijaisha, tutapawakuta sisi tunamalizana na nyie. Hatua tuliochukua, tuleta kituoni, tukachukua Rabii, ndio tukaenda hospitali, tukaenda kutibiwa. Baada ya hapo ndio kaanza msako. Ulianza msako, wakakamatwa baadhi ya watu wengine. Kwa wengine wameshakamatwa, wengine bado hajakamatwa. Nilikuwa sina ugomvi nao hata kidogo. Tukipishana njiani tunasalimiana, kwa sababu sio kama labda tunakaa mbali, ni mtaa kama watatu tu. Ina maana tunakutana njiani tunasalimiana vizuri tu, hakuna ugomvi. Kuna siku mimi katika hao vijana waliokuja kufanya tukio, mtoto wao nilikuja ngamfunga, alikuja kanibia panga la mguu. Ushanifahamu? Baba yao akasema hakubali, atakaponikuta popote ataanzisha ugomvi. Na mwisho jana amekuja mpaka nyumbani, mwisho gari wakataka kuzitia moto jana. Hiyo nazungumzia kuhusu jana. Juzi mwisho walitunadia wizi. Walikuja tu kama 15 hivi. Wakati sisi tuko hospitali. Mimi yangu ni hayo, vyombo vya sheria ifuate sheria zao, watusaidie. Kwa sababu ashasema hawakubali, itaendelea na ile halijesha. Baba yao mmoja tushamkamata hapo ndani. Akiwa katika majonzi na hofu kubwa kuhusu usalama wake, mama wa familia hiyo Bi Amina Nasoro Mohamed anaiomba serikali kuingilia kati suala hilo na kuchukua hatua stahiki. Kuna jirani yangu hapo mwanae alipata ajali. Nikamwambia twende tukamwangalie Tomondo, tunaenda. Nafika tu pale, kabla sijamaliza pale kuswali magharibi napigiwa simu na jirani. Mama Hadija, fanya haraka sana. Nyumba yako huko ishatobolewa na mashoka. Nani? Yule mzee aliyekuja hapa yule. Kwa hiyo watoto wake wamekuja. Mimi pale kwa kweli pressure ikanipanda, yani nikaja na huyu mwenye nyumba jirani yangu. Tukaja moja kwa moja, mimi nikafikia huko ndani. Kwa kweli sikuwa na uwezo tena wa kuingia huko ndani. Baada hapo tena kukaa kama dakika 10, kwa kweli wakaja tena, wakaanza kugonga matusi yao kama kawaida. Baada hapo tena kaja kwa mara 3, kwa mara 4. Pale nimeshuhudia mimi mwenyewe nachungulia, wakaanza kubomoa mlango huu. Baada hapo tena wakachukua mafuta petroli, wakamwagia hapo, moto unawaka. Wakaingia ndani, chumbani kwangu wakapiga teke. Kwa kweli mimi nimfanya biashara, natoka hapa naenda Dar es Salaam. Nachukua mimi hapa kanga mzito, kama pea 50 mpaka 60, naenda kufanya biashara na kila mtu wananijua wakazi wa hapa. Kipindi cha pelege mimi hapa nachukua pelege na kanga napeleka kule. Kwa ajili nihangaike na wanangu. Manake mume wangu amefariki huu mwaka wa 5. Kwa hiyo mimi ndo nakaa na familia yangu, ndo naiendesha mimi. Hapo tena kweli naingia ndani. Baada hapo tena nikakuta hela yangu hakuna milioni 1 na laki 5. Na hiyo hela nyingine babangu mzazi kauza kiwanja kusini. Kasema mwanangu uendeleshe maisha yako. Kwa kweli mimi nimesikitika sana. Hapo tena moto unawaka pale Usamaria Wema, wakapiga simu. Polisi wenyewe ndio wameshuhudia, wamekuja kuuzima moto, sisi ndio tukapata nafasi ya kutoka. Kwa kweli mauaji haya yangekuwa ya peke yangu, umeme unavyoona waya kama namna je ingedaka.
maafa haya si ya peke yangu, mimi najua ingekuwa ya mtaa mzima. Kwa kweli jambo hilo kila mtu wanalani. Yeye angetaka mwafaka. Watoto wetu tunajuana, watoto tunajua, watoto wa siku hizi utasikia wenyewe sijui tunaenda na wakati, kumbe wanaharibika. Kitendo hicho kamwambia baba tuongee, yeye hakutaka kunisikiliza. Tungejua jinsi ya kukaa naye hao watoto, tuwaweke vipi sawa. Lakini ndio kwanza anawaambia nasikia kufika huko kwao, akawaambia sisi tunachotaka wanangu kuja kwa hapa, yani nataka Hamisi kumpata kwake anitoe paja au mkono, ndio mimi nitalizika. Je, kweli yule baba, na unaambia kwa dini ya Kiislamu baba mwenye nyumba ndio kiongozi kwa kila kitu. Yeye kwa nini aongee maneno kama hayo? Je, kweli kwa kweli hapo je amejenga au amebomoa? Jana amekuja hapa kutuambia usemaji wamejificha huko nyuma huko. Anasema bado. Je, bado anataka wafanye nini? Kwa hiyo nataka nisaidiwe vibaya sana. Nataka nisaidiwe. Serikali naomba, hata rais nataka asikie ili jambo walisikie, kwa kweli naumia. Ina maana wanatuonea kwa ajili mume wangu amefariki, ndio maana naumia.